sisi tutakuwa kama timu moja. Mtashirikisha wataalamu na wadau wengine wanaohusika na masuala mengine, hata yale ambayo sio katika kada ya utaalamu ulionao. Ndugu washiriki, nipende tu kuwafahamisha kwamba kampeni hii itazinduliwa siku ya Jumatatu tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2025 katika viwanja vya Mbagala Maturubali, na Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa mbunge ndiye atakayekuwa mgeni rasmi. Sasa wakati tunaelekea kwenye uzinduzi, wenzetu wa Mama Samia Legal Aid Campaign waliona ni vizuri kwanza tukakutana ili tuweze kufahamishana majukumu yale ambayo ni muhimu. Na ni kwa msingi huo leo tuko hapa ili tutakapokwenda kule hakutakuwa sasa na timu iliyokuja na ikawakuta timu nyingine, wote tunakwenda kuwa timu moja. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana tukakutana leo, tupeane mafunzo mafupi, tuelekezane nini cha kufanya, kwa sababu jukumu hili sasa linakwenda kutekelezwa kwa muda wa siku 9 mfululizo katika mkoa wa Dar es Salaam. Wakati jukumu hili linatekelezwa, litakuwa linafanyika kwa wakati mmoja katika kila wilaya. Kwa hiyo tutagawana timu hapa ambazo zitakwenda katika kila wilaya ili kuhakikisha kwamba siku 9 hizi zinatumika kikamilifu katika kuhakikisha wale wote ambao wanahitaji msaada wa kisheria wanapata huduma hiyo bila kukosa chochote. Kwa hiyo litakapokamilika tarehe 25 mwezi Juni, timu yenu kwa pamoja itaandaa taarifa zitakazofikishwa katika ofisi za wakuu wa wilaya, lakini taarifa jumuifu ya wilaya itatufikia pale mkoani ili tuweze kuwa na taarifa moja ambayo ni taarifa ya mkoa. Ndugu washiriki, mafunzo ya leo ni sehemu tu ya maandalizi na yanalenga kuwajengea uwezo ninyi wataalamu ambao wote kwa pamoja tutakuwa ni timu moja. Na kupitia mafunzo haya tutapata fursa ya kuainisha maeneo yenye uhitaji mkubwa wa huduma ya msaada wa kisheria. Mkurugenzi hapa amejaribu kupoint out maeneo machache, lakini inawezekana tutakapokwenda uwandani tukakutana na mengine ambayo mkurugenzi hapa alikuwa hajayatamka. Lakini tutakapokuwa kule uwandani, kwa jinsi ambavyo itakuwa na tunakuwa na mawasiliano ya pamoja katika eneo lile ambalo litaonekana kwamba linahitaji kupewa msukumo zaidi, timu itaweza kufanya hivyo. Nitumie fursa hii pia kuwataka wataalamu wote ambao wameitikia wito wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba wananchi hao, especially wanyonge wasiokuwa na uwezo wa kupata msaada wa huduma ya kisheria, wanapata huduma hii, wanafikiwa kwa wakati, na kuhakikisha kwamba kupitia taaluma zenu mlizonazo na nafasi zenu katika sehemu mbalimbali muweze kuwasaidia kuwapatia huduma ya msaada wa kisheria. Mzingatie pia weledi wenu na maadili ya kazi ili tuhakikishe kwamba mnakidhi haja na kiu ya wananchi hawa ambao tunakwenda kuwapa huduma hii. Leo tuko hapa kwa masaa kadhaa tukitarajia kupitishana kuhusiana na utekelezaji wa kampeni, malengo ya kampeni, walengwa ambao tunaenda kukutana nao, lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba yale malengo tunaenda kuyakamilisha. Tukitoka leo hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wote tunaitwa Mama Samia Legal Aid Campaign. Hapa ukiwaangalia hawajafahamiana, lakini baada ya masaa kadhaa, baada ya majadiliano, watakuwa ni timu moja. Timu yetu itaitwa timu ya Mama Samia Legal Aid Campaign mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tutakuwa na timu nyingine ambayo itaongezeka, wale ni maafisa dawati la msaada wa kisheria ngazi ya halmashauri. Wao watatusaidia kukusanya taarifa na kuzihifadhi zile taarifa zote ambazo tutakuwa tukizifanyia kazi uwandani. Na nikuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba timu hii itaenda kufanya kazi na iko tayari kabisa kupokea maelekezo ya namna ambavyo watakwenda kutekeleza majukumu yao. Na watafika katika kata zile 10 kwa kila halmashauri, watafika mitaa 30 kwa kila halmashauri, na itakapofika tarehe 25, tarehe 26 tutawasilisha taarifa kwako
namna ambavyo tumeweza kutekeleza kampeni hii. Kwa kikao chetu cha leo ni kwa ajili ya kubadilishana uzoefu. Wenzetu watuambie kwamba halmashauri ya Kinondoni changamoto kubwa hasa ni wapi, ni kata gani tupite, labda kata nyingine, kata gani tunaweza tukaiacha tukaja kwenye utekelezaji awamu ya pili. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, hili ndilo kubwa ambalo tunakwenda kulipitia siku ya leo. Tutaelekezana pia namna ya kujaza fomu wakati wa kuhudumia wananchi ambao tutakutana nao, namna ya kukusanya takwimu, kwa sababu kazi yote nzuri utaifanya, lakini takwimu ndio huwa inaongea ni kitu gani ambacho umeweza kukifanya, ili kuweza itaarifu serikali maboresho mbalimbali ambayo unaweza kufanya. Kwa mfano tunaweza tukasema Ilala tutakutana na migogoro mingi ya ardhi, labda inatokana na wenzetu maafisa ardhi, kwa sababu ya experience ya huko nyuma. Kuna sehemu tunafika wanakataliwa, inawezekana changamoto ni maafisa ardhi, lakini inawezekana changamoto ni watendaji wa kata, lakini inawezekana labda ni mifumo ya kisheria ambayo inahitaji labda tufanye maboresho ya sheria, maboresho ya kisera na maboresho mengine. Kwa haya yote Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kukamilisha kazi hii tutakuwasilishia taarifa na kukuonesha yale maeneo ambayo kwa ngazi ya mkoa mmeweza kufanya, lakini yale ambayo yatakuwa ni ngazi ya kitaifa, sisi kama wizara katika ngazi ya kisera tutakwenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo